Afisa mkuu wa usalama wa Iran anasema mazungumzo na Marekani kuhusu mpango wa nyuklia wa nchi hiyo yatafanyika licha ya vitisho vya makabiliano ya kijeshi. Afisa huyo amesema kwamba wakati huu kumekuwa na vitisho kati ya pande zote mbili, huku Marekani ikitoa vitisho zaidi kwamba itafanya mashambulizi dhidi ya Iran, lakini mipango iliyopo mezani ni kwamba watazungumzia suala la nyuklia. Ali Larijani, katibu wa Baraza Kuu la Usalama la Kitaifa SNSC, alisema katika chapisho kwenye akaunti yake ya X siku ya Jumamosi kwamba maendeleo yamepatikana katika kuanzisha mfumo wa mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Licha ya kelele za vyombo vya habari bandia kuhusu vita, mfumo wa kimuundo wa mazungumzo kwa sasa unaendelea, ilisoma tafsiri ya chapisho hilo ya lugha ya Kiajemi. Kauli hiyo imetolewa huku kukiwa na mvutano wa kijeshi unaongezeka na uvumi kwamba Marekani inaweza kushambulia Iran bila sababu baada ya kuhamisha mali za ziada za kijeshi kwenye maji ya eneo hilo. Iran imeonya kwamba hata risasi moja iliyofyatuliwa na Marekani itazua jibu kubwa na kusababisha wengi kuamini kuwa Washington inaweza kufikiria upya maandalizi yake ya mzozo huo. Iran imesema wakati huu vidole vya majeshi yao vipo katika vitufe na ipo tayari kwa ajili ya kulipa kisasi endapo kutatokea mashambulizi wakati wowote. Kwa upande wake, Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran ambaye amesafiri hadi nchini Uturuki, amesema Marekani lazima iachane na vitisho na Iran ipo tayari kujibu uchokozi. Amesema kwamba Marekani lazima ikubaliane na kile ambacho Donald Trump amekisema cha kuingia katika mazungumzo ya kweli na yenye tija. Tehran pia imekataa wito wa Rais Donald Trump wa makubaliano ya nyuklia, ikidai kuwa haitajadiliana chini ya vitisho. Chapisho la mtandao wa kijamii la Larijani lilikuja siku moja baada ya kusafiri kwenda Moscow kwa ajili ya mazungumzo na Rais wa Urusi Vladimir Putin. Ingawa hakuna maelezo yoyote kutoka kwa mkutano huo yaliyotolewa, mashirika ya habari ya Urusi yaliripoti kuwa wawili hao walikuwa wamejadili uhusiano wa nchi mbili pamoja na masuala muhimu ya kikanda na kimataifa. Wadhifa huo pia ulionekana saa chache kabla ya waziri wa mambo ya nje wa Qatar kuratibu kuwasili Tehran kwa mazungumzo yanayotarajiwa kuangazia mvutano kati ya Iran na Marekani na njia zinazowezekana za kupunguza hali hiyo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo yapo wakati huu. Ni kile ambacho Ali Larijani, katibu wa Baraza la Usalama la Urusi, amesema kwamba mpango wa mazungumzo ya nyuklia kati ya Iran na Marekani yatawezekana, lakini mpango huo utawezekana, lakini si chini ya vitisho vinavyoelezwa na rais wa Marekani Donald Trump wakati huu. Lakini pia mazungumzo hayo yanatajwa kwamba huenda yakafanikiwa katika siku za hivi karibuni. Urusi pamoja na Uturuki zinajitahidi katika kutengeneza mazingira ya kufanyika kwa mazungumzo kati ya Marekani na taifa hilo la Kiajemi wakati huu. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, tutakuwa tukikujuza ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu, hasa wakati huu ambapo kumekuwa na mzozo kati ya Marekani pamoja na Iran, mzozo ambao kwa namna moja ama nyingine umeelezwa huenda ungelekea katika mapambano ya moja kwa moja baina ya mataifa hayo mawili. Endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.